mstari wa 18 anasema, tusiviangalie vinavyoonekana bali visivyoonekana, kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Kwa maana vinavyoonekana, vyote vizuri unavyoviona, vyote vizuri unavyopenda kutenda, wengine wanapenda tu kwa sababu ni pombe basi anakunywa, kwa sababu anapenda hivyo vitu, lakini anasema hivyo ni vya muda tu unavyoviona. Tafuta wokovu, tafuta vile vijavyo, tafuta vile vinavyokuja. Ni vipi? Yesu anasema atakuja, ni vile visivyoonekana, hivyo bado havionekana. Yesu anasema atarudi kuwachukua watu wake, hayo mambo bado hayaonekane, yako mbele. Anasema ndio tutafute sana yasiyoonekana haya, tutafute sana haya yasiyoonekana. Tukitafuta vinavyoonekana ni vya muda, ambavyo kuna siku vinapita. Watu walimiliki magari, lakini wamekufa, wameacha magari yao yanachezewa. Watu walimiliki vitu vingi vya ulimwengu, lakini ilipofika wakati walitoweka, hata ndugu za watoto wao hawakuamulia chochote. Hebu angalia, tazama vivyo mbele yako. Wewe hapa duniani hautakuishi maisha marefu. Mimi hapa duniani sina maisha marefu, ila kuna mambo mahali ninakokwenda baada ya kufa. Baada ya kuzaliwa kuna kuishi, baada ya kuishi kuna kufa. Tayari umeshaanza kuishi, tayari umeishi hapa duniani, lakini umesalia na jambo moja, kufa. Na huko unapokufa ndiko kuna visivyoonekana, hivi ambavyo Biblia inasema tusivitazame sasa vinavyoonekana. Havipo hivi tunavyoviona hapa. Ukisha kufa, ikifika siku ile hautaviona hivi unavyovihangaikia. Hangaikia wokovu, mtu wa Mungu, hangaikia Kristo, hangaikia utakatifu, hangaikia ibada, hangaikia Mungu, halafu milango mingine itafunguka. Wakati mwingine milango mingine imeshindwa kufunguka kwa sababu tumekosa kuwa katika Ukristo, tumekosa kukaa kwenye wokovu kweli kweli, tumekuwa watu wa kuhama. Kwa hiyo tukikaa sana kwa Kristo, hata milango isiyotarajiwa itafunguliwa, kwa sababu yeye ndiye mwenye milango hiyo. Anasema katika kitabu chake kimoja, anasema nikifunga mlango mimi hakuna funguaye, na nikifungua mlango hakuna fungaye. Mlango wa Mungu hata ukifunguliwa hakuna mtu anaweza kufunga duniani. Hakuna mganga anaweza kufunga duniani, hakuna mchawi anaweza kufunga duniani, hakuna mkuu wa pepo anaweza kufunga duniani. Mlango wa Mungu ukifunguliwa, umefunguliwa daima. Lakini milango ya wachawi inafungwa, milango ya waganga inaweza kufungwa, milango ya kila mafrimason inaweza kufungwa, lakini lango la Kristo likifunguka halifungwi na mwanadamu. Kwa Biblia inasema kwamba tuangalie hivi visivyoonekana, tusivitazame sana. Tuangalie vile visivyoonekana vivyo mbele yetu. Tumeshazaliwa, tumeshaishi, tumebakia kufa. Kama tunajua mbele yetu kumebakia mauti, kifo, baadaye lazima tuvitazame visivyoonekana. Hivi ndivyo tunavyoviendea baada ya kifo. Hivi ndivyo tunavyoviendea. Kwa nini lazima tuvitazame hivyo zaidi? Kama kuna mtu alikushika moyo wako, alikuumiza, hebu mwachilie. Hebu mshabie kwa mmemwachilia, umemsamehe. Ukisema achilia, halafu anza kuishi kwa kutafuta visivyoonekana. Hivi vinavyoonekana vinapita. Biblia inasema ni vya muda tu. Katika kitabu hiki anasema vinavyopita ni vinavyoonekana ni vya muda, lakini visivyoonekana ni vya milele. Hebu tujilifutie milele. Tuangaikie milele, tuangaikie uzima. Kuna milele, uzima wa milele. Kwa hiyo anaposema visivyoonekana vya milele, maana yake uzima ule unahitaji jukumu hapa katikati, uhangaikie ili uweze kuupata ule uzima. Kwa hiyo ili upate uzima, kuna kazi ya kufanya kwenye uhai unaoishi. Wakati ukiwa unaishi, kuna mambo lazima uyadhibiti kwenye mwili wako. Lazima uweze mwili wako kudhibiti ili usihangaike na vinavyoonekana. Mtu akiweza mwili wake akaudhibiti, atamuona Mungu, kwa sababu mwili ndio unaokupeleka kwa vinavyoonekana, lakini roho inakusukuma kwa visivyoonekana. Ili uone faida, lazima upate mlango uliofunguliwa na Mungu. Kama mlango umegoma kufunguliwa na Mungu, wewe mshike tu Mungu, hii milango mingine achana nayo. Ukimshikilia Mungu, anajua utaishi vipi. Anaelewa unahitaji ushije, anaelewa. Mungu wetu ni Mungu wa leo na jana na hata milele. Yeye anasema mimi ni niko ambaye niko niliyekuweko. Kwa hiyo yeye anaweza kufanya wakati wowote. Isiwewe jambo la kukutoa kwenye wokovu kaingia kwenye mambo yanaonekana. Wanawake wanaonekana, wanaume wanaonekana, majengo yanaonekana, majumba yanaonekana, magari yanaonekana. Ondoa tamaa kwenye hivyo vitu, tamaa ni uzima milele.
bali mtazamo utazame ule uzima. Fedha zinapita, lakini nikwambie, utakapokosa wokovu, baada ya kifo hauna maisha. Kwa hiyo mtu akikaa kwenye wokovu, hata akiwa hana pesa, anaonekana kama anazo. Ni kwa sababu yuko kwenye mtu ambaye ni mkuu kuliko vyote. Yeye anasema ni mkuu kuliko wao. Mungu wetu ni zaidi ya miungu yote. Kwa hiyo lazima tutafute visivyoonekana, tuhangaikie uzima wa milele. Lazima tuhangaikie hivyo. Tukivitazama vinavyoonekana ni vya muda, vinaonekana leo, kesho havipo. Kwa hiyo vyote unavyoviona vinatazamika leo, lakini kuna siku vinapita. Lakini sipokuwa neno la Bwana halipiti kama iliko pale pale, na msingi wake umesimama. Hakuna mtu awezaye kuangusha msingi wa Mungu. Yeye amesema katika neno lake na hajawahi kubadilika. Vitabu vyote vya sheria vinaweza kubadilika. Vitabu vyote vya katiba vinaweza kubadilika. Vitabu vyote vinaweza kubadilika, isipokuwa neno la Mungu haliwezi kubadilika. Neno la Mungu linasimama pale pale, hana mtu anabadilisha. Kwa hiyo lazima ujue, tafuta visivyoonekana, yaani uzima milele. Hivi vingine vinavyoonekana vina kitambo, vimetengenezwa vionekane kwa muda, vinavutia kwa muda kitambo, lakini kisha vinakupeleka katika mateso. Kataa, achilia, fanya kitu kwenye moyo wako. Dhambi inayosikilika, anza kuiachia tangu sahihi. Moyo wako usikie kuachia, moyo wako usikie kuachilia sahihi, moyo wako usikie kuacha. Dhambi hiyo sikilika, sio jua hata mtu mwingine. Anza kuikataa tangia sahihi. Anza kuiamuru itoke ndani yako. Maana yake unayo sababu ya kukataa, alafu Mungu achukue nafasi. Wewe kazi yako kukiri ndani yako, kumkiri Kristo. Mwambie Bwana, sasa kuanzia sahihi, hii dhambi imenitesa vya kutosha, nami naachilia na Mungu safari nyingine. Hii imeacha. Wewe unaona umesilika, shetani amekudanganya tu. Ni kama mlevi anajificha sehemu inaonekana. Shetani ana tabia ya kudanganya. Unaonekana kama umejificha, kumbe unaonekana sana. Kwa hiyo ndoa ndani yako dhambi iliyosilika, dhambi iliyosilika, dhambi iliyofichika, dhambi iliyo ndani, asiyojua jirani, asiyojua mke wako, asiyojua mume wako,